Mafunzo haya ni nyenzo ya kipekee na ya kimkakati katika kukabiliana na changamoto ya wanyama wakali na waharibifu. Nchi yetu imejaliwa sana na rasilimali. Tuna bioanuwai nyingi sana ambayo kipekee ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa lengo la serikali ni kutumia rasilimali hii kwa maendeleo ya nchi na kwa ustawi wa wananchi wake, na sio vinginevyo. Sio rasilimali hii igeuke kuwa mzigo kwa wananchi, hapana. Lengo kuu ni kuhakikisha kwamba rasilimali hii inaenda kuwa na faida kubwa kwa nchi yetu. Na kwa maana hiyo imeweka utaratibu ambao ni mzuri sana wa kuwa na maeneo yaliyohifadhiwa na kuyahifadhi haya maeneo kwa namna ambavyo imeelezwa katika sera yetu, sheria yetu na miongozo yetu mbalimbali. Tumeanza kulipa kwa mfumo wa PAIS. Hii ni milestone kubwa sana, na kuanzia sasa kwenda mbele tunakwenda kudiscourage matumizi ya karatasi, na tutakuwa tunatumia mfumo huu katika kuwasilisha taarifa kutoka kwenye maeneo yenu mnayotoka, na mfumo wenyewe utakuwa unachakata automatically na kuwasilisha kwetu kwa uhakiki tu wa mwisho na kufanya malipo. Sasa hii ni hatua kubwa sana. Nataka niwahakikishie katika nchi zote za Afrika, sina hakika kwa sababu tunaongea, tunakutana kama kuna nchi ambayo imefikia hatua hii ya ubunifu. Kwa sisi kama Tanzania tumekuwa wa kwanza katika kuhakikisha kwamba mfumo huu unatumika, na ninaamini wenzetu wengine watakwenda kuiga. Wizara kwa kushirikiana na wadau USAID Tuhifadhi Maliasili ilitoa mafunzo na vifaa kama tablets, kompyuta zile za desktop kwa maafisa wanyamapori wa wilaya kutoka katika wilaya zifuatazo: Babati, Monduli, Same, Mvomero, Bunda, Ifakara, Kondoa, Tunduru na Namtumbo pamoja na Meatu kwa ajili ya utekelezaji wa mfumo huu. Aidha, katika kupanua wigo wa ukusanyaji na uwasilishaji wa taarifa kwa kutumia mfumo huo, wizara mwaka 2025-26 imepanga kuzijengea halmashauri za wilaya 40 zenye changamoto kubwa ya wanyamapori wakali na waharibifu, ambapo kwa sasa tutaanza na halmashauri za wilaya 10. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.